Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Leo hii tunatazama jeshi la serikali ya mapinduzi ya Iran IRGC, historia yake pamoja na kazi ambazo linalifanya na namna uwezo wake linavyoweza kupambana katika uwanja wa vita. Jeshi hili la serikali ya mapinduzi ya Iran IRGC liliundwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ya Iran. Mnamo mwaka 1979 kilikuwa ni chombo kinachowajibika tu kwa uongozi mpya wa kidini wa Jamhuri Changa ya Kiislamu wakati huo. IRGC inafafanua dhamira yake yenyewe ikifuatania kimapinduzi ya kimataifa isiyozuiliwa kutokana na vikwazo vya kiutendaji vya kiuchumi na kidiplomasia vya ufundi wa kawaida wa serikali. Mabadiliko haya yalizua kitendawili cha ajabu ambapo jeshi hili hutumikia serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kulingana na namna inavyoelezwa. Jeshi hili limeundwa katika mfumo wa Kiislamu na ndio jeshi pekee ambalo kwa namna moja ama nyingine linafuata sheria za Kiislamu. Jeshi hili wakati huu limekuwa jeshi tegemezi la taifa la Iran. Ndio jeshi pekee ambalo linamlinda kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu. Mtindo wake wa kipekee wa uendeshaji umeifanya Iran kuwa moja kati ya nchi ambayo inaonekana katika ulimwengu moja kati ya nchi zenye jeshi imara. Ni kupitia namna ya jinsi jeshi hili lilivyoundwa ambalo linafuata sheria za Kiislamu. Tangu kuundwa kwake, jeshi hili limeundwa na mfumo ambao unaendana sana na mfumo wa kijasusi wa Pakistan, lakini pia kamati ya usalama ya nchi ya Umoja wa Kisovieti enzi hizo KGB. Na ndio maana jeshi hili la Kiislamu la Iran na hata serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran imekuwa na uhusiano fulani na serikali ya Urusi. Kupitia jeshi la Usovieti KGB, Urusi ilianzisha uhusiano na nchi ya Iran kupitia jeshi lake, ambapo mara kadhaa mataifa yote mawili yalikuwa yakifanya mazoezi ya pamoja yakipeana ufundi na namna ya kuweza kukabiliana katika uwanja wa vita. Kihistoria, jeshi hili limeasisiwa pia na limekamilishwa na KGB nchini Iran. Hata hivyo, kuelewa jambo hili na historia mahususi ni muhimu katika kueleza na kutabiri tabia ya serikali ya Iran. Ingawa watu binafsi kwa kuangalia uhalisia mara nyingi huliona jeshi hili kama jeshi la kikatili, lakini ndio jeshi pekee ambalo linategemewa katika serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Mkuu wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran anatajwa kwamba ni kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Yeye ndiyo mtoaji wa maamuzi katika jeshi hilo. Jeshi hili linadaiwa pia kwamba lina aina mbalimbali ya uongozi ndani yake na ndilo jeshi ambalo hutoa maelekezo yote katika nchi, hasa wakati wa hatari kama kipindi hiki ambapo kiongozi wake mkuu ambaye ndiyo kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ndiye hutoa maamuzi. Jeshi hili linadaiwa kwamba hufuata mila za Kiislamu. Ni jeshi ambalo kutokana na mfumo huo limeweza kudhibiti mifumo mingine ya nchi na kusaidia katika kurekebisha tabia na kueneza mifumo ya dini ya Kiislamu katika nchi ya Iran. Inadaiwa kwamba jeshi hili ndilo ambalo hutumiwa na serikali ikiwa jeshi la polisi litakuwa limezidiwa katika kufanya maamuzi, hasa kwa mfano kipindi cha maandamano. Ndio jeshi ambalo linaonekana na watu wa magharibi kuwa ni kundi la kigaidi kutokana na namna ambavyo hufanya shughuli zake. IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, ni jeshi maalum la Iran ambalo linafuata sheria za mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Jeshi hili humlinda kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu la Iran na hulinda utawala wake, lakini pia humtii moja kwa moja kiongozi mkuu wa Iran na serikali ya kawaida, na ndio ifahamike kwamba kiongozi mkuu ndio kiongozi wa jeshi hili. Lakini jeshi hili hudhibiti usalama wa ndani na nje ya nchi. Jeshi hili limetengeneza mifumo ya kuwa na jeshi la anga na limekuwa na jeshi la majini na idara ya ujasusi ambao hushirikiana na majasusi wengine ulimwenguni, hasa nchi washirika. Jeshi hili pia huendesha operesheni za nje kupitia kikosi chake kinachoitwa Quds Force. Jeshi hili linahusishwa na kusaidia makundi yenye silaha katika nchi kama vile Syria, Iraq, Lebanon na Yemen. Ni yale makundi ambayo yamekuwa na mrengo wa kuwa na mifumo ya Kiislamu. Kwa mfano, kundi la wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen, kundi la Wahouthi limekuwa likidaiwa kwamba limekuwa likipata msaada mkubwa kutoka IRGC. Ndio jeshi ambalo kupitia kikosi chake cha Quds kimeweza kusaidia jinsi ya
jinsi ya makundi ya wapiganaji yanavyoweza kufanya mapinduzi. Ni jeshi lenye ushawishi mkubwa katika siasa na uchumi wa Iran. Ndio jeshi pekee ambalo linaendesha pia uchumi wa taifa hilo, hasa wakati ambapo nchi imeingia katika mdororo wa uchumi, kwa mfano wakati huu. Na ndio maana serikali ya Marekani wakati huu imeweka wazi kwamba ikiwa meli za mafuta za IRGC zitaonekana basi watazilenga, lakini ndio ifahamike kwamba ndio jeshi ambalo linatengeneza mazingira ya uchumi wa nchi. Lakini jeshi hili husaidia kupambana na ugaidi na hupambana zaidi kuhakikisha haki za kibinadamu zinafuatwa, hasa kwa msingi wa Kiislamu. Ni jeshi ambalo kwa namna moja ama nyingine limetengeneza nchi za magharibi kushindwa kutawala vizuri katika eneo la Mashariki ya Kati, na ndio maana wakati huu wanatengeneza sababu zisizokuwa na maana katika mapambano. Jeshi hili pia linadaiwa lina wataalamu wengi ndani yake, ikiwa ni pamoja na wataalamu wa nyuklia na wataalamu mbalimbali. Marekani imeliorodhesha IRGC kama kundi la kigaidi na Umoja wa Ulaya pia unajadili kufanya uamuzi huo. Utawala wa Rais Donald Trump umedai kwamba wapiganaji wa Quds pia wanatumiwa na Iran kama njia mojawapo ya kusaidia magaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwemo kundi la Hezbollah nchini Lebanon pamoja na kundi la Palestina Islamic Jihad kwa kuwapatia fedha, mafunzo, silaha pamoja na vifaa. Hii ni kutokana na moja kati ya kazi za jeshi hili kwamba lazima lihakikishe linatengeneza mazingira ya kidini kuwa mazuri, hasa katika maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na mifumo isiyofuata Uislamu, huku Waislamu wakiwa katika machafuko, mfano katika nchi ya Palestina. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi kulihusu jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.